Na tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, na tuna matumaini ya kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri na hali zenu bado ni salama kabisa, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya 3 ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi za kiusalama, za kisiasa na hata za kidiplomasia pia kama itawezekana. Na kwa hapa tutakwenda kuanzia huko mkoani Ituri ambako vikosi vya pamoja vya jeshi la Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF vimeendesha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya nafasi na ngome za wahasi wa Allied Democratic Forces ADF katika eneo la Ekulungu lililopo katika wilaya ya Mambasa mkoani humo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na baadhi ya wakazi wa eneo hilo, wanadai ya kwamba operesheni hiyo imefanikiwa kuharibu ngome 4 muhimu za IDF ambazo zilikuwa zikichukuliwa kuwa vituo vya kimkakati vinavyotumiwa na kundi hilo kupanga na kuendesha shughuli zake katika msitu wa eneo hiyo. Wakati wa mashambulizi hayo, wapiganaji kadhaa wa kundi hilo la wahasi kutoka Uganda waliuawa, wakiwemo baadhi ya viongozi wa ngazi za juu na wa harakati hiyo, kulingana na taarifa za awali kutoka kwa vyanzo vya kijeshi vilivyoshiriki katika operesheni hiyo. Hatua hizi zinafanyika katika mfumo wa operesheni za pamoja za FARDC na UPDF zinazolenga kuwatafuta na kuvunja mitandao ya ADF inayofanya shughuli zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Maafisa wa kijeshi wanasema kuwa uharibifu wa ngome hizo ni pigo kubwa kwa uwezo wa kijeshi wa kundi hilo ambalo mara nyingi limetuhumiwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo mbalimbali ya kanda hiyo. Operesheni za kusafisha na kuwasaka wahasi zinaendelea katika eneo hilo ili kuhakikisha usalama wa vijiji vya jirani na kuzuia jaribio lolote la wahasi kujipanga upya. Vikosi vya pamoja vimeeleza pia dhamira yao ya kuendelea na mashambulizi dhidi ya makundi ya wahasi yanayoendelea kuleta ukosefu wa usalama katika eneo hilo kwa lengo la kurejesha amani na utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa. Na tukisalia huko mkoani Ituri, tukio la kusikitisha limejitokeza katika kijiji cha Masange kilichopo katika wilaya ya Mambasa mkoani humo, ambapo vijana wawili wa kiume wamepoteza maisha baada ya kuanguka katika shimo la uchimbaji wa dhahabu wa kienyeji. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, ajali hiyo ilitokea wakati wahanga hao walikuwa wanafua nguo karibu na shimo la mgodi lililochimbwa katika shughuli za uchimbaji wa dhahabu wa kienyeji katika eneo hilo. Kwa sababu ambazo bado hazijafahamika wazi, vijana hao wanadaiwa kuteleza na kuanguka ndani ya shimo hilo ambalo lina kina kirefu, hali iliyofanya shughuli za uokoaji kuwa mgumu zaidi. Katika juhudi za awali za uokoaji, mwili wa mmoja wa wahanga ulifanikiwa kutolewa, huku timu zilizopo eneo la tukio zikiendelea na operesheni za kutafuta na kutoa mwili wa pili unaodaiwa kuwa bado umekwama katika kina kirefu cha shimo hilo. Tukio hili la kusikitisha limeibua tena wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya uchimbaji wa madini ya kienyeji ambayo mara nyingi hukosa hatua za msingi za ulinzi, na hivyo kuwaweka wakazi wa maeneo ya karibu, hasa watoto na vijana, katika hatari ya ajali. Wakati huo huo, mamlaka za eneo pamoja na wakazi wa kijiji cha Masange wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya operesheni za uokoaji, huku jamii nzima ikiwa imegubikwa na huzuni kufuatia tukio hilo la kupoteza maisha ya vijana hao katika mazingira ya kutatanisha. Na kwa ngazi ya kisiasa huko mjini Kinshasa, hali ya mambo ndani ya Union Sacrée de la Nation inaendelea kuwa yenye mvutano kufuatia kauli za hivi karibuni za Modeste Bahati Lukwebo, makamu wa pili wa rais wa bunge la Seneti. Bahati ameomba msamaha wake kwa Rais Felix Tshisekedi na wenzake wa umoja wa kikazi wa Union Sacrée de la Nation baada ya maneno yake kuhusu marekebisho ya katiba
kuibua mjadala mkali. Wakati wa jukwaa lililopangwa na muungano wake wa kisiasa, Bahati alisisitiza uaminifu wake kwa rais na kuonyesha dhamira yake ya kushirikiana ndani ya muungano wa serikali, na mnukuu, "Ninaomba msamaha na kuhakikisha uaminifu wangu kwa Felix Tshisekedi pamoja na dhamira yangu katika umoja wa kikazi wa Union Sacrée de la Nation." Mwisho wa kunukuu. Bahati Lukwebo alifafanua kuwa maneno yake yalichukuliwa vibaya na kwamba hakuwahi kusema kuwa anapingana na uwezekano wa marekebisho ya kikatiba, na mnukuu, "Nilijibu swali lililo nje ya mada lililoulizwa na mwandishi wa habari. Jibu langu liliwekwa katika muktadha usio sahihi." Mwisho wa kunukuu. Akiendelea kusema kuwa alitaka tu mjadala wa ndani ya umoja wa kikazi ama umoja wa Union Sacrée, na kwamba kwanza ni kubadilisha mitazamo kabla ya kubadilisha katiba. Ikumbukwe kuwa tarehe 4 Machi mwaka 2026 Bahati Lukwebo alidai mbele ya vyombo vya habari kuwa nchini Kongo hatuna tatizo la maandishi yaliyo kwenye katiba, bali tatizo ni watu wanaoongoza nchi. Kauli ambayo mara moja ilisababisha tuhuma za kupinga mchakato wa marekebisho ya katiba na kuongeza shaka kuhusu uwazi wa dhana zake. Wajumbe kadhaa wa Union Sacrée walichukulia maneno yake kama kutilia shaka mstari wa kisiasa wa rais, na kwa wengine kama ishara ya usaliti unaoweza kutokea. Licha ya msamaha wake, mjadala huo bado unaendelea kwa nguvu, huku Dani Kabongo aliyeanzisha ombi la kufanikisha kuondolewa kwa Bahati amebainisha kuwa harakati hiyo haijakomeshwa. Kulingana naye, hati hiyo ama petition hiyo tayari imesainiwa na zaidi ya watu 47, ama tayari petition hiyo imeshapata signature 47. Hakuna tena namna ya kurudi nyuma. Hali inaonyesha mvutano wa ndani unaoendelea ndani ya Union Sacrée, ambapo uaminifu na msimamo juu ya marekebisho ya katiba unachunguzwa kwa makini. Hivyo basi, ingawa Bahati Lukwebo amejaribu kupunguza mvutano, kauli zake za awali zinaendelea kuchochea mjadala wa kisiasa na kuonyesha mgawanyiko ndani ya muungano wa serikali ama Union Sacrée kati ya ufafanuzi na msamaha rasmi. Seneta huyo anaviga kwenye maji machungu, huku umma ukiwa na hisia kuwa ametoa kwa sauti kile ambacho wengi wanadhani ni ukimya. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, ametoa kauli yake kuhusu mjadala na uwezekano wa marekebisho ya katiba, akibainisha kuwa ingawa ni suala muhimu, ila haliwezi kuzingatiwa kama kipaumbele cha haraka cha serikali. Kulingana naye, kipaumbele kikuu cha serikali bado ni hali ya usalama mashariki mwa nchi, hasa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambapo baadhi ya maeneo bado yako chini ya udhibiti wa makundi ya kigaidi, na mnukuu, "Tunaweka nguvu zetu kwenye kurejesha ukomo wa nchi yetu. Wasiwasi wetu mkuu ni kuhakikisha usalama na ustawi wa wananchi wetu, kumradhi, wanaoishi katika maeneo ambayo bado yako chini ya wakoloni wenye kushikilia silaha." Mwisho wa kunukuu. Alisema hivyo Patrick Muyaya, huku akisisitiza haraka ya kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo hayo. Kuhusu mjadala wa marekebisho ya katiba, Bwana Patrick Muyaya alikumbusha kuwa ni mjadala wa kidemokrasia, na mnukuu, "Kila mmoja ana uhuru wa kutoa maoni yake kuhusu swala hili ambalo linahusiana na mazungumzo na tafakari ya pamoja." Mwisho wa kunukuu, na hivyo ndivyo alivyobainisha. Hata hivyo, alisisitiza kuwa serikali bado inaweka wazi vipaumbele vyake. Kulingana naye, suala la katiba litajadiliwa kwenye baraza la mawaziri pale tu wakati litakapokuwa ni wakati unaofaa. Siku itakayojadiliwa katika baraza la mawaziri, hatutakosa kutoa taarifa kwa uwazi kwa umma. Alimalizia kusema hivyo Bwana Patrick Muyaya. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji, ndiko ambako tunakwenda kuhitimisha awamu ya 3 ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarishana habari moto moto. Asante.